Ibara kikosi cha wananchi Young Africans kimewasili Zanzibari salama salmini na wapo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kucheza mechi yao ya mwisho kabisa ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi. Ni mechi ya maamuzi, mechi ambayo ni nzito haswa, mechi ambayo kila shabiki wa Young Africans anahitaji kuona timu ambayo inapata ushindi mnono. Ni mechi ambayo viongozi wote wa klabu ya Young Africans wanahitaji kuona kwamba wanapata matokeo mazuri. Ni mechi ambayo kwa upande wa wanachama wote wa klabu ya Young Africans wanahitaji kuona timu yao ikipata matokeo ambayo ni mazuri zaidi, lakini pia ni moja kati ya mechi ambayo kwa upande wa wachezaji wa kikosi cha wananchi Young Africans wanatamani kuona kwamba wakiibuka na ushindi ambao ni mnono. Sasa JS Kabylie ni moja kati ya timu ambayo ina ubora wa aina yake, ndio Young Africans wanakwenda kumaliza nayo katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika msimu wa mwaka 2026-25. Sasa kwa upande wa Young Africans, Engineer El Saidi ameweza kuzungumza pia na wachezaji, kazungumza pia na benchi la ufundi la kikosi hicho, lakini pia na viongozi wenzake, huku akiapiza kwamba ni moja kati ya mechi ambayo kila mtu, kila mwana Yanga anapaswa kuhakikisha kwamba anapambana kila iwezekanavyo ili timu iweze kuibuka na ushindi katika mechi hiyo. Lakini pia namna ambavyo uongozi ulikuwa umekaa, namna ambavyo pia wachezaji wameweza kuapia kwamba hiyo siku itakuwa ni siku pia ya kufia uwanjani. Hiyo siku itakuwa ni siku pia ya maombi kwa mashabiki wote wa Young Africans popote pale ambapo wanapokuwepo. Lakini pia kwa upande wa viongozi ni siku ambayo watakuwa wanahakikisha kwamba wameshakamilisha mipango yao yote ya nje uwanja ili timu hiyo iweze kupata matokeo. Sasa baadhi ya wachezaji wameonekana kuwa na morali kubwa kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Pedro Pacome, moja kati ya mchezaji ambaye anategemewa kwa ukubwa sana kuamka vizuri katika huo mchezo ili aweze kuamua matokeo katika hii mechi. Lakini pia kwa upande wa mchezaji kama Alan Okello, moja kati ya mchezaji ambaye pia amepewa nafasi kubwa sana. Lakini mchezaji mpya pia Buba, moja kati ya usajili mpya, winga Teleza, hana namba kubwa sana, lakini anategemewa kufanya makubwa mitaa ya Jangwani, na namna ambavyo ametua hapa mitaa Jangwani, wengi wameona kwamba ni mchezaji ambaye hajazungumzwa sana na ni mchezaji ambaye jina lake ana namba kubwa sana, mchezaji ambaye hana jina kubwa sana, lakini kila mmoja anategemea kuweza kumuona kwenye ubora wa aina yake. Mwenyewe mchezaji ameapa na kusema kwamba hao watu waje aweze kumalizana nao vizuri kabisa pale kwenye dimba la New Amani Zanzibari. Ni mechi ambayo Young Africans wanapaswa kuhakikisha kwamba wanakuwa watulivu katika kila engo ili waweze kupata matokeo. Kivipi? Kutokana na namna ambavyo kundi lilivyo, kutokana na namna ambavyo msimamo pia ulivyo, lakini kutokana na aina ya timu ambazo zipo hapo na matokeo ambayo tayari yameshapatikana. Hiki ndicho ambacho kinaleta ukakasi kidogo. Kumbuka ambaye anaongoza kundi hili ni Al Ahly, nafasi ya pili ni timu ya FAR Rabat ambao wao wana pointi 8. Lakini pia kwa upande wa timu kama Young Africans wao wana pointi 5. JS Kabylie wao ndo wa mwisho kwenye ili kundi. Sasa ili Young Africans yaweze kwenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, anapaswa kuhakikisha kwamba anashinda mabao 3-0, yaani kuanzia mabao 2 na kuendelea ili aweze kutinga kwenye hatua ya robo finali. Lakini inategemea pia na matokeo ya timu ya FAR Rabat dhidi ya Al Ahly. Yaani kama Young Africans wanaibuka na ushindi wa mabao kuanzia 2 na kuendelea, basi wanapaswa pia kuombea mchezo wa FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, yani kuiombea Al Ahly iweze kupata matokeo dhidi ya FAR Rabat. Kama endapo mechi inamalizika kwa sare ya aina yoyote ile, basi kwa upande wa timu ya FAR Rabat watakwenda kufikisha pointi 9, kitu ambacho Young Africans hata akishinda mabao mangapi katika mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie, basi hawatakuwa hawana pa kwenda ndugu yangu. Labda tu watoke kwenye dimba la New Amani
rasmi Zanzibari na kwenda zao Dar es Salaam na kwenda kulala, lakini si kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kama endapo kwa upande wa FAR Rabat watalamlazimisha Al Ahly kupata sare. Manake kama sare inapatikana, basi FAR Rabat anakwenda kufikisha pointi 9, kitu ambacho atamsababishia Young Africans kushindwa kufikia hizo pointi, ambapo ataishia na pointi 8 tu pekee, kwa maana kwamba hata afunge mabao 10 hawezi kwenda popote pale. Sasa kwa upande wa Young Africans, wanachopaswa kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanapambana katika dakika zote 90 za mchezo, na mechi ni muda mmoja, zote zinapigwa majira ya saa 1 za usiku, kwa maana kwamba Young Africans wakati anapambana dhidi ya Chelsea Kabalie, kwa upande wa FAR Rabat wanapambana dhidi ya Al Ahly. Sasa Young Africans wanapaswa kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika huu mchezo ndani ya dakika 90 vizuri kabisa, wahakikisha wanafunga mabao vizuri 2 na kuendelea mpaka dakika ya 80, dakika ya 90 huko ndicho ambacho tunaweza kusema kwamba Young Africans waanze sasa kuwafikiria FAR Rabat. Je, pale Misri ni kitu gani ambacho kitaendelea? Kwa sababu kama endapo wakajikuta wanayewahi kufuatilia mchezo alafu wakakuta FAR Rabat labda tayari ametangulia dhidi ya Al Ahly, basi wanaweza wakatoka mchezoni alafu wakajikuta wanapoteza huku, alafu mambo yanaenda ndivyo sivyo, wanashindwa kushinda mchezo kwa sababu tayari wanaathirika kisaikolojia na mechi ambayo inaendelea kule Misri, kitu ambacho kinaweza kaleta athari kubwa sana. Alafu mwisho wa siku Al Ahly akaja akasawazisha na akashinda, alafu watu wametoa sare ama wamepoteza mchezo. Kwa hiyo ni kitu ambacho Young Africans wanapaswa kuwa na tahadhari nacho kwa ukubwa zaidi katika huu mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mechi ya mwisho kabisa, mechi ambayo Young Africans wanapaswa kuweza kuchanga karata zao vizuri, maandalizi kuanzia mwanzo wa mchezo, kila kitu nje uwanja mpaka ndani ya uwanja. Sasa je, maombi ya Young Africans yatafanikiwa ama vipi? Calculator ndio hivyo mbovu, watu wanajaribu kuweza kupiga hesabu kwenye calculator mbovu. Je, italeta majibu sahihi ama majibu yatashindikana? Tunajua hawa wengine hata calculator uitumbukize kwenye maji, yani imesha kufa kabisa, hakuna namna nyingine bana. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV, hakikisha unaendelea kusubscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mmoja wa FIFA. Bye bye.